Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Haleluya. Hilo fungu ni zuri au sio zuri? Si unaona linavyokubariki kwamba huna haja ya kuogopa, huna haja ya kufadhaika, huna haja ya kuhangaika, maana Mungu wako atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Ngoja kuna wengine hapa hawaelewi chochote. Hata kuigizia basi. Haya dinaanza. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Nyanyuka, acha uvivu. Nyanyuka, inakusaidia wewe unakuwa na afya njema. Haya, makambi mtaa wa Kishiri 2021. Popote na Yesu nitakwenda kuwafanya wanafunzi. Bwana siwe. Hiyo imependeza. Baba mmoja alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa ni mtukutu sana. Baba akamwambia mwanae kwamba ukitaka kufaulu lazima ujue nani unayemtegemea. Nani kwenye maisha yako ni namba moja. Nani kwenye maisha yako atakuwezesha kutembea vizuri na kushinda. Yule mtoto akamsikiliza baba yake. Baba akaendelea kumwambia, unavyoniona hivi, yule baba yake alikuwa ni mwinjilisti. Alikuwa kazi yake ni kuchukua vitabu, Biblia. Katika nchi hiyo walikuwa uruhusiwi kuchukua Biblia. Ulikuwa uruhusiwi kuchukua nini? Biblia. Wala kwenda kuuza lilikuwa ni kosa la jinai. Yule mtoto wake ambaye sasa hivi ni mchungaji alikuwa ni mkorofi. Alikuwa na fujo. Alikuwa anapenda karate na ngumi. Alikuwa kama makunja hivi huko zamani. Kwa hiyo yule baba akamwambia mtoto wake kwamba kinachoweza kukufanya ukae vizuri ni maombi. Tunamwambia, baba, maombi yapi? Maombi nini? Siku moja pakaja watu kwenye nyumba. Mzigo wa Biblia ulikuwa umeingia, na majeshi yakapata habari kwamba kwa yule mwinjilisti Biblia zimefanya nini? Zimeingia. Na wao hawakuchelewa, nao wakafanya nini? Wakaingia. Wakati Biblia zilikuwa ziko sebuleni, zimepangwa maboksi pale. Na yule mtoto alikuwepo. Yule mtoto ambaye ni komando, anapenda fujo. Alikuwa yuko hapo. Sasa yale majamaa yalipokuja, askari wakaja na vitisho vyao kama kawaida, kwamba tumesikia kwamba kuna Biblia ziko ndani na nimeleta majeshi, anza tawanyika, ingia huku na huku, nenda katafute Biblia. Wengine wakaambia ingieni barini, ingieni chini ya Mungu wa kitanda, ingieni kila mahali. Wakafika, yule kamanda na yule makamanda wenzake wakaenda wakakaa kwenye maboksi. Wakaanza, wengine wakaingia chumbani, wengine wakaingia uvunguni, wengine wakaingia maeneo mbalimbali. Kila mmoja akasambazwa kwenda kuangalia Biblia zinapatikana wapi. Wengine wakasema ziko darini, wakavunja dari kuangalia, hakuna. Ziko chumbani, wakaenda wakatafuta mpaka ndani ya chumba, wakakuta hakuna kitu. Walipomaliza wakamwambia, wewe kama siku nyingine tukivikuta Biblia utaona cha mtema kuni. Wakati wamekalia nini? Biblia. Ndipo yule mtoto akajua kwamba kuna Mungu katika Israeli. Nataka nikuambie, kama unataka kupata nguvu, kama unataka kupata ushindi, huwezi kupata ushindi kwa njia yoyote ile bila kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu.
Kuna wengine hapa hawatapata muujiza wowote mpaka watafariki. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye maisha yao yoyote hawajaomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, yale yasiyowezekana yoyote yale utaweza kuyaona, utaweza kufunguliwa, utaweza kuonyeshwa kwamba Mungu anataka nini, na utapata ulinzi kutoka mbinguni. Haleluya! Yule baba alipata ulinzi. Ingekuwa akamatwe, ingekuwa auawe, lakini Mungu akasema kwa ajili ya huyu mtoto wake huyu asiyeelewa nguvu za Roho Mtakatifu, nataka nimuonyeshe ulinzi. Wale askari wakatoka na vishindo, wanatukana hizo Biblia mahali mlipozifichia, siku nyingine tutazipata, wakati wamezikalia pale pale. Haleluya! Huyo Mungu tunayemtegemea anataka kila mmoja kwenye makambi haya, acha kitu kingine chochote. Kama unataka kupata vyote, taka Roho Mtakatifu aingie ndani yako, na akiingia ndani yako, yale usiyoyaweza atayabadilisha. Atabadilisha namna unavyokula, atabadilisha. Atabadilisha namna unavyovaa, atabadilisha. Atabadilisha namna unavyofanya mambo na familia yako, atabadilisha. Haleluya! Atabadilisha. Kile ambacho ukiwezi baba, kile ambacho ukiwezi mama, ukimwita Roho Mtakatifu akae ndani yako, atafanya mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Ndio maana tunasema popote na Yesu nitafanya nini? Maana ya popote na Yesu nitakwenda ina maana kwamba utakwenda ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana tunasisitiza maombi. Kwenye makambi haya tunasisitiza maombi. Maombi asubuhi, maombi mchana, maombi jioni. Tunasisitiza nguvu ya maombi. Ukiwa na Yesu popote pale patakuwa na faida kwako. Kuna faida kubwa ya kukaa ndani ya nani? Na Yesu. Yesu anaingia ndani yako na wewe unaingia ndani yake. Ukishafanya hivyo, utaweza kufanya lolote lile. Katika Biblia yangu, nafikiri kuna msomaji mmoja anaweza kulisomea katika Yohana 15 fungu la 4. Yohana 15 fungu la 4 ninaweza nikasomewa na mmoja wa wasomaji katika, au tutasoma bila, nafikiri Yohana 10 na ngapi nilisema? 15 fungu la 4. Natazamia kuona wasomaji wa haraka kidogo ambao wanaweza wakaenda kwa kasi kidogo kuliko jana na juzi. Neno la Mungu linasema, amina, kaeni ndani yangu. Kaa ndani yangu. Yesu anasema, nami ndani yenu. Na yeye atakuja atakaa ndani yako. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, ndio lisipokaa ndani ya mzabibu, lazima liwe ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Usipokaa ndani yangu, Yesu anasema huwezi chochote kile. Sasa sisi wa Kristo ni wajinga sana. Unataka usikae ndani ya Yesu, lakini unataka uzae. Utazaa nini? Lazima ukae ndani ya Yesu. Lazima Yesu aje akufinyange, atawale kila kitu kwenye maisha yako. Na bila hivyo huwezi kufanya jambo lolote. Baba mmoja alijenga, hicho kisa nimesimuliwa, alijenga nyumba yake nzuri na mke wake. Tunaita bungalow. Sema bungalow. Nyumba nzuri, sio nyumba hizi za kwetu, nzuri. Yeye na mke wake na watoto wakatengeneza kila mahali, lakini wakawa wanataka mgeni mmoja aje akae ndani. Hicho kisa nakipenda sana, japo sijui alikitoa wapi. Sasa baraza likakaa, baba, mama na watoto. Baba, mama na nani? Watoto. Wakakaa wakaanza kuulizana, je, ni mgeni gani tumlete akae ndani ya nyumba hii? Mama akataja, baba akataja, lakini mtoto wao mmoja mdogo wa kiume anaitwa John akasema, tumefundishwa, tunataka Yesu aje akae ndani ya nyumba yetu. Baba akasema, tutamtafutia wapi?
tutamtafutia wapi? Tuambie pana, nenda, umetufundisha kwamba Yesu yuko. Yule msimuliaji akasema, akaanza baba kwenda kwenye miji, anatafuta, anakwenda kwenye miji, anatafuta. Siku moja akakutana na Yesu. Haleluya. Akamwambia Yesu, kwenye nyumba yangu pana nafasi, tunataka mgeni anayekuja kukaa na sisi siku zote. Tuna chumba tumemwandalia, kina friji, kina choo, kina kila kitu, air condition, kuna kila kitu kiko huko ndani. Tunataka mgeni. Yesu akasema, nataka mgeni, mimi bei rahisi, niko tayari. Akaongozana nao, wakafika ndani. Wafika kule ndani, wakaanza kumuonyesha, hapa hiki ni chumba chako hiki. Hapa choo chako hiki. Hii ni meza yako hii ni nini? Wakamuonyesha mipaka yote ya chumba chake. Yule msimuliaji wa hicho kisa anasema, usiku mmoja wakiwa wamelala, usiku wa manane, pakatokea mtu anagonga kwenye mlango. Gonga. Familia nzima wakaamka. Watoto na mama kaamka, baba kaamka. Baba akasema, unajua wanaume wanajitahidi sana, ngoja nitoke. Akatoka. Alipofika nje, akakutana na mtu. Gonga. Akasema, una shida gani? Sema, nina shida. Una shida gani? Sema, nataka nafasi ya kulala huko ndani. Sema, nafasi yetu zimejaa. Nyumba yetu yote imejaa, tuna mgeni amekuja, tumemweka, hakuna nafasi. Mimi sina shida, hata ukiniweka chini ya uvungu wa kitanda ninalala. Hata ukiniweka chini ya meza ninalala. Hata ukiniweka wapi ninalala. Wakao wanajibishana pale kumwambia, tuna mgeni anaitwa Yesu. Anambia, mimi sina shida naye, ninaweza nikakaa naye pembeni, nikakaa meza hii na akakaa meza hii. Akamwambia, sisi hapa tuna wageni, nafasi yetu imejaa, nyumba yetu imejaa. Wakaanza kushana akasukuma, akatoka nje, akafunga mlango, jasho zinamtoka. Asubuhi alipopambazuka, wanakunywa chai, sijui ni chai ya namna gani. Wakamuuliza, mheshimiwa, ulisikia kurukushani zozote huko kwako? Sema, kwangu mimi shwari. Ndio, hizo kurukushani zote za usiku, hukusikia lolote? Hakuna shida yoyote uliyosikia? Ndio, shwari. Ndio, yule mzee akaanza, jamani, nina mgeni wa namna gani? Hizi fujo zote za usiku zilizotokea, hata amelala tu na koroma, jamani, usiku mzima. Akaenda zake kwenye shughuli. Siku zikapita, siku zikaenda, zikaja zingine. Siku moja usiku wa manane, wakiwa wamelala, akasikia wanapiga milango kama radi, kama watu wawili wanapiga milango. Gonga milango. Mama kaamka, mtoto kaamka, nyumba nzima ikaamka. Waliposhangaa, walipotoka nje, akakutana na wawili. Kaambia, na shida gani? Nasema, sisi ni shetani, sisi malaika wa shetani, tumekuja kwako, tunataka mahali pa kulala. Juzi alikuja mmoja, alafu kamchezea. Leo tumekuja wangapi? Wawili. Tumeongeza nguvu. Ndio, hapa ndani ya nyumba yangu kuna mgeni anaitwa Yesu, yuko ndani, hatutaki. Hamna mtu atakayeingia. Ndio, wewe usituchezee, tutapambana na wewe. Pambana. Lakini jamaa lilikuwa ni bansa, likawasukuma wote, likawatoa nje. Ikafunga milango, jasho zinatoka. Asubuhi wakiwa wanakula chakula, wakaanza kusema, safari hii tutamtolea uvivu, hatutamwacha kama tulivyomwacha safari iliyopita. Kwa hiyo wewe leo ulisikia chochote? Niko shwari. Kuna matatizo? Asema, mimi niko shwari, sina shida yoyote ile. Kuna changamoto? Asema, wangu mimi mambo ni nini? Shwari. Akamwambia, mzee, nataka tukuambie leo ukweli. Yaani watu waliokuja wakaleta fujo, halafu wewe umelala usingizi wakati mambo ni mabaya. Akamwambia, sikiliza,
Sikiliza kijana, nilipokuja kwenye nyumba yenu hapa, mliniwekea masharti. Mkaniambia hiki chumba changu, mwisho wangu ni kwenye friji, mwisho wangu ni kwenye kabati, mwisho wangu ni hapa. Kila kona mlionipatia mimi nimetii masharti, sijaenda zaidi ya pale. Kama mna shida ni huko kwenu, kwenye chumba changu mimi ni salama kabisa. Cha kwenu huko endeleeni na shida zenu, mimi niko salama kabisa. Kwa hiyo anambia mimi sio mlinzi wenu, mmenipatia mipaka, kila mahali mmenifungia hapa. Kwa hiyo hapa mliponifungia ndipo ninapopalika. Anambia sasa, anambia kama mnataka niwalindie, nipeni kila kitu. Anambia nini? Anambia nataka nyumba nzima mnipe nitawale, nitaka niingie ndani ya mioyo yenu nitawale, niingie kila kona yenu nitawale. Yule mzee alipoona zile purukushani za usiku, akasema bwana kwanza kuanzia leo hamia master bedroom. Nenda kwa master bedroom, nenda hata jikoni, ukitaka kwenda kula maandazi nenda, kila mahali wewe chooni nenda, kila mahali, nyumba yote ni mali yako. Sisi tunataka tuwe chini ya amri yako. Pia masharti, ukiwa chini ya amri yako, akigonga kelele, akipiga kelele, usitoke. Nitatoka mwenyewe. Simuliaji anasema usiku ule wa manane akaja aliyegonga kama bomu la atomic la Hiroshima. Akagonga mpaka wakanyanyuka, wakaamka kitandani. Mama akamka, baba anasema kutoka nje. Akaambiwa tuliambiwa mna kufanya nini? Toka nje, mwache mwenyewe atoke. Wakasikia mlango unafunguliwa na wakaenda. Alipotoka nje, siku hiyo alikuwa amekuja shetani mwenyewe. Alipomuona akasema this is the wrong house. Hiyo sio nyumba nini yenyewe, nimekosea namba. Kuna nyumba nilikuwa naitafuta ya kajamaa kadhaifu kamechoka. Nilituma makamanda wangu wakawa amewasumbua. Leo nilitaka kuja lakini sio hii, sio wewe. Akaenda zake. Unajua moja niwaambie, Yesu anataka kila kitu kwako. Anataka maisha yako yote. Anataka aingie ndani yako. Anataka afanye ukarabati ndani yako. Anataka badilishe yale maisha yaliyokufa ndani yako. Anataka kila kitu. Anataka bank account yako. Anataka kila kitu. Anataka kubariki, lakini lazima ukubali aingie ndani. Akiingia ndani umepona. Haleluya. Lakini ukimpatia nusu atakuacha uhangaike. Zabibu haziwezi kuzaa bila kuunganishwa na shina. Tawi lenyewe lazima liunganishwe na shina, ili hakuna kitakachoendelea. Zabibu ukikata shina, zabibu inakauka. Wakristo wengi hawataki kuunganishwa na Yesu. Na kuna njia kubwa chache za kuunganishwa na Yesu. Ya kwanza ni kusoma neno la Mungu. Haleluya. Ya kwanza kusoma nini? Ya pili maombi. Neno la Mungu haiwezi likasoma bila maombi. Lazima watu waombe. Na la tatu, lazima ukashuhudie. Lazima ukafanya nini? Mungu niwaulize watu. Wangapi hapa wanakula milo mitatu? Asubuhi, mchana na jioni. Endesha mikono. Okay. Wangapi wanakula milo mitatu lakini wanajisaidia mara moja? Kama unakula milo mitatu, kama unakula neno la Mungu asubuhi, mchana na jioni, lazima uende ukawashuhudie watu wengine. Hapana utakuwa na utapiamlo, utagendewa, utashiba kupindukia na utaasi. Wale wanaosoma neno la Mungu, wanaosoma neno la Mungu, wanaomba lakini hawashuhudii, watakufa kiroho hivi karibuni. Lazima utoke. Zabibu lazima ingie ndani ya Yesu ili iweze kuzaa.
Nataka niwaambie baraka zetu zote ziko ndani ya Yesu. Bila ndani ya Yesu sisi hatuna kitu. Baraka zetu, kama nataka nikuambie hapa sisi tumekuja kumwinua Yesu. Kwamba Yesu baraka zinapatikana kwake. Sisi wenyewe sio kitu wala chochote. Tena nilikuwa namwambia Pastor Makuja, mimi damu yangu hata uichinje, uijaze kwenye ndoo, haiponyeshi mtu hata huyu utamwona. Haina kitu. Lakini damu ya thamani ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu ndiyo yenye kuleta wokovu. Haleluya. Huyo ndiye aliyekufa kwa ajili yangu. Huyo ndiye aliyekufa kwa ajili yako. Akaacha enzi zote mbinguni, akaja akafa kwa ajili yetu. Kazi yetu sisi ni kumruhusu aingie ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Akiingia ndani ya maisha yetu, tutazaa sana. Tutahubiri, tutasaidia watu, tutawaambia watu habari ya kuja kwa Yesu. Akiingia ndani yetu, maugomvi ya familia yataisha. Akiingia ndani yetu, wale watoto wanaovuta bangi wataacha. Akiingia ndani yetu, umalaya na uzinzi utatoweka. Tutakuwa tuko huru, tutakuwa pamoja na Yesu. Maana neno la Mungu ile ambalo tunalisoma li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote unaokata kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho. Hili neno la Mungu lina nguvu ya ajabu na lina tawanya kila kitu, tena ni jepesi kutambua mawazo ya watu. Haleluya. Wale wainjilisti wa vitabu pale wanafahamu. Kuna wakati walipeleka Biblia kwenye gereza moja. Gereza akawa pana jambazi sugu kupindukia. Yule jambazi alikuwa ni sugu, alikuwa hawezi kuwekwa room moja na mtu. Yaani alikuwa anapiga, alikuwa anataka kufa, yuko tayari. Sasa wainjilisti wakapeleka Biblia. Biblia ikaenda ikatupwa pale. Akaichukua, akaiona Biblia, akaona hana mtu wa kumpiga, akachukua Biblia, akawa anaitupa, akichukua anaitupa, lakini siku moja akashikwa na mafua. Kushikwa na mafua, akaanza kufikiria nitaisoma Biblia leo. Akaanza kusoma, wale wakuu wa gereza wakasema akawa mpole ajabu. Haleluya. Yaani wakawa wanamshangaa, akiletewa chakula anakipokea kwa utaratibu. Na mara zote alikuwa akiletewa chakula ananyang'anya, anachukua, anakula, anatupa sahani. Lakini safari hii alikuwa ameanza kuwa mlaini. Nataka niwaambie, wengi hapa wako jinsi walivyo kwa sababu hawasomi neno la Mungu. Neno la Mungu linabadilisha. Yesu anaingia ndani, na akiingia ndani yale yasiyowezekana kwa mwanadamu yanafanyika. Usalama wetu ulikuwa ndani ya Yesu. Usalama wake, usalama wangu ni kuwa ndani ya Yesu. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, inampasa kuenenda kama yeye alivyoenenda. Lazima ufanye kama Yesu anavyotaka. Lazima ukae kama watoto wanavyotaka. Lazima ukae kama mtoto mdogo. Lazima ukubali kukaa chini ya Yesu, ukubali kusoma neno la Mungu, ukubali kusikia neno la Mungu, ukubali. Kuna maswali muhimu ya kujiuliza. Je, nataka nikuulize mama, nataka nikuulize baba, je, una uhakika wewe bila Yesu wewe ni nani? Kama Yesu anaondoka ndani ya maisha yako, Yesu anakuwa hayupo, wewe ni kitu gani? Je, mwandishi mmoja anasema, je, unaelewa ina maana gani ya kuwa ndani ya Yesu? Anasema yafuatayo: ukiwa ndani ya Yesu, kuna mambo makubwa matatu yatakutokea. Kwanza, tutakuwa wa thamani. Tutakuwa na thamani. Yaani mimi hapa nilipo, nikiwa ndani ya Yesu, mimi ni mali. Hata nikifa mimi, maiti yangu sio mzigo usio na thamani. Nikiwa ndani ya Yesu, mimi nina thamani. Yaani mimi nikiwa ndani ya Yesu, hata ukiniona sina gari, ninakuwa na mabawa, naweza kwenda mbinguni. Yaani nikiwa ndani ya Yesu, mimi ni kila kitu. Na nikiwa ndani ya Yesu, mimi ninabarikiwa, ninatoshelezwa. Ninaweza nikawa nina chakula kama ule unga wa mwanamke wa Serepta.
aliyekuwa ana kozi moja tu, lakini alipoikubali Yesu, ule unga ukazaliwa, ukazalisha. Nikiwa na Yesu mimi natoshelezwa. Nikiwa na Yesu mimi sio mtu wa kawaida. Nikiwa na Yesu mimi ninakuwa na ulinzi tele. Mwandishi mmoja alisema nikiwa na Yesu ninakuwa na thamani. Akauliza maswali na mimi nataka niwaulize leo. Wangapi hapo wanapenda pesa? Ninapenda pesa, nataka nipate hata shilingi 10,000. Wangapi wanapenda? Naona mikono ya wachache. Kuna wachache waongo kweli. Wanasema wao wafanye nini? Hawapendi. Lakini ukweli ni kwamba watu wanapenda nini? Pesa. Sasa sikiliza. Hii shilingi ngapi? Wale kule nilikwenda walisema Msimbazi. Kuna Msimbazi, mbona sioni jina liloandikwa Msimbazi? Haya. Hii ikikunjwa ikachukuliwa, ikatupa chini, ikatanyagwa, bado inakuwa na thamani. Unaweza ukaitaka tu. Hata ikichukuliwa ikatupa kule, bado inakuwa na thamani. Kwa nini inakuwa na thamani? Imechanganywa, kanyaga chini, kanyaga. Unaweza ukaipokea. Wangapi utapokea? Wewe mama njoo. Wewe mwenye Msimbazi. Nataka nikuulize maswali ndio maana nakuita hapa mbele. Kwa nini unafikiria kwamba bado itakuwa na thamani? Panda juu, pandisheni juu. Sema itokea shujaa huyo. Pandisheni taratibu kabisa bila shida yote. Kwa nini unafikiria kwamba itakuwa na thamani? Na nimeichana lakini bado unaweza kuunganisha. Kwa nini unafikiria kwamba ina thamani? Kwa sababu naweza kuitumia matumizi ya kujifaidisha na Mungu amenibariki. Unaona, anasema kwa sababu anaweza akaitumia tena. Kwa sababu ile thamani yake ifanye nini? Haiondoke. Basi nenda kaitumie hii hapa. Nenda katumia hapo, alafu nini? Mnasemaje? Kwa sababu bado ina nini? Ina thamani. Pamoja na chochote unachokifanya kwa mtu ambaye yuko ndani ya Yesu, bado anakuwa na nini? Na thamani. Hata waliseme vibaya, hata wanitukane, hata wanifukuze, hata wanifanyie lolote lile, nikiwa ndani ya Yesu, bado mimi nina thamani. Haleluya. Mara nyingi maisha yanakuwa ni kigeugeu, yanakwenda miguu juu kichwa chini, ninagaagaa kwenye vumbi, ninagaagaa kwenye shida, lakini nikiwa ndani ya Yesu bado mimi nina thamani. Haleluya. Ukiwa ndani ya Yesu hata watu wakuseme, watu wakuone ufai, lakini ukiwa ndani ya Yesu wewe ni wa thamani sana. Kutokana na changamoto nyingi zilizo katika dunia ya maisha haya, mara nyingi tunajiona hatuna thamani. Nataka nikuambie, ingia ndani ya Yesu. Ingia ndani ya Yesu. Kile usichokiweza kitakufanyikia. Haijalishi pametokea mambo gani. Haijalishi nimeanguka mara ngapi na kupinduka. Haijalishi, nikiwa ndani ya Yesu mimi nina thamani. Tuwe wasafi, tuwe wachafu, tuwe tumenyanyaswa na hali mbaya ya uchumi, watu waambie sisi hatufai, lakini tukiwa ndani ya Yesu sisi tuna thamani. Thamani ya maisha yetu hayatokani na vitu tulivyo navyo, yanatokana na namna ambavyo tuko ndani ya Yesu. Tukiwa ndani ya Yesu, haijalishi mtu anidharau. Nikiwa ndani ya Yesu, mtu akiwa ndani ya Yesu kamwe hata waangalia wanadamu. Ukiwa ndani ya Yesu, utamwangalia Yesu. Haleluya. Utaangalia wachungaji wanaweza wakaasi. Hao wote wanaweza wakaasi. Kila fuwe tunaweza tukaasi. Wote wazee wanaweza wakaasi. Ukiwa ndani ya Yesu, wewe uko na Yesu. Haleluya. Ukiwa ndani ya Yesu, uko salama kuliko kawaida. Tunabarikiwa
na kutoshelezwa katika kila hali tunapokuwa ndani ya Yesu. Piga kelele. Unapokuwa ndani ya Yesu unatoshelezwa na kila kitu. Yale ambayo yanakushinda Yesu atayabariki. Haleluya. Hata kama ukiwa huna mume, ukiwa ndani ya Yesu wewe uko salama. Hata kama una watoto, ukiwa ndani ya Yesu, Yesu atakuwa mtoto wako. Ukiwa ndani ya Yesu, hata kama huna magari, Yesu atakuwa magari yako. Ukiwa ndani ya Yesu unatoshelezwa na kila kitu. Waumini watatu walikuwa wanazungumza, wanabishana kule Arusha. Walikuwa wanajadiliana kuhusiana na hali ya uchumi na maisha. Mbona sisi wa Kristo ni maskini sana? Muumini mwingine akajibu, ni kwa sababu wengi wanapima mafanikio kwa fedha na vitu ambavyo mtu alivyo navyo. Yaani ukimwona mtu ana gari, unasema yeye ana mafanikio. Ukimwona mtu ana duka, unasema ana mafanikio. Ana shamba, unasema ana mafanikio. Anasema wengi wa Kristo wasio na akili zilizotimamu wanapima mafanikio kwa fedha na vitu ambavyo mtu alionavyo. Akaendelea kusema, mafanikio hayatokani na mtu kuwa na kila kitu anachotaka, bali ni kukataa kuwa na kila kitu na kuwa na kitu sahihi ambacho ni Yesu. Haleluya. Kuwa na kitu sahihi. Ukiwa na Yesu, ukiwa na Roho Mtakatifu, umepata kila kitu. Unapokuwa huna kitu chochote ulichobakiwa nacho, lakini ukawa na Yesu ndani yako, utatambua kuwa Yesu anatosha. Sema Yesu anatosha. Yesu anatosha. Wakolosai 2:3 hilo fungu linasema hivi. Wakolosai 2:3 linasema hivi, ambaye ndani yake hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Kwa Yesu hekima zote, mali zote, utajiri wote, maarifa yote yamesitirika pale ndani. Kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na uhai wetu na kuwa na uhai wetu ndani yake. Maana sisi sote tu wazao wake. Ndani ya Yesu tunatosheka na baraka za rohoni. Amen. Yaani unaweza ukamkuta mtu tajiri lakini yeye ni maskini, anaishi kwa tabu, lakini ukiwa na Yesu wewe una baraka tele. Ndio maana nakumbuka Rais Magufuli akisema sisi ni matajiri. Unafikiri sisi ni matajiri kuliko Marekani? Hapana, lakini anajua utajiri unatoka wapi. Utajiri unatoka kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni. Ndani ya Yesu sisi ni matajiri. Ndani ya Yesu akaunti zetu zimejazwa pesa. Akaunti zetu za kiroho zimejazwa mambo ya kiroho. Tunangojea kwenda kuzichota tu. Haleluya. Sharti kubwa la kuwa ndani ya Yesu ni kuzaa matunda. Lazima ukiwa ndani ya Yesu lazima uzae matunda. Na unafikiri yaliyo juu. Sema fikiri yaliyo juu. Sio yaliyo chini. Fikiri yaliyo juu. Wala sio yaliyo chini. Wakolosai 3:3 wanasema hivi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Yaani mimi nikifa hapa nikiwa na Yesu, ananifanya kwamba mimi niko hai kwa sababu ya yeye kuwa ndani yangu. Haleluya. Ukitaka kufa kifo kizuri, kufa ukiwa ndani ya Yesu, na utaona jinsi ambavyo Yesu atakufanyia baraka kubwa. Unajua kwa nini nimefurahi? Nimewaambia. Na nimewaambia wakati na mimi ninaambiwa kwamba faida ya maisha haya makambi tulio nayo, kama kuna vitu vya msingi vya kutafuta, cha kwanza ni kuwa ndani ya Yesu. Mwambie Yesu njoo ndani yangu. Yesu njoo ndani yangu. Mimi niwe ndani yako na mimi nitaweza kufanya mambo makubwa katika maisha haya. Nataka nimwite mwinjilisti wangu, njoo tupatie ombi. Nataka wangapi wanamwambia Yesu, ninataka unisaidie niwe ndani yako. Naomba nisaidie. Maana mimi mwenyewe sitaweza. Mimi sitaweza. Kwa nini sisimame tukaomba pamoja? Nataka mwinjilisti wetu atuweke mikononi mwa Bwana.
abariki mkutano, na kwamba wote tukitoka hapa tunajua jambo la faida kubwa kuliko yote ni kuwa ndani ya Yesu. Bwana tusaidie, atubariki katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana Mungu wetu kwa kutupa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Sasa na wakati tunakuja kwako kama tulivyo, tuna dhambi, tunapojipima tumepungua, tunaomba Yesu ukatupokee. Tumekubali kuwa ndani yako, nawe uwe ndani yetu, ukatunyanyue kila mmoja, katupa ushindi. Sisi hatuwezi bila wewe, ndio maana tunakukimbilia. Ndio maana tunakuja kwako. Tunakumbuka wagonjwa mahali popote wanapoumwa, Baba kashushe moto mkali, ponya magonjwa na maradhi wapone, ili wapate kufurahia makambi ya leo. Endelea kuwabariki kila mmoja, kubwa kwa wadogo, wabariki wote waliosimama. Tunakumbuka wachungaji wetu wanapoendelea kulisha mkutano hili, kawajalie neema nyingi, kawajalie baraka nyingi. Zaidi ya yote, kumbuka na familia zao, ukawabariki na watoto wao, na waimbaji pia ukawabariki, ili siku moja waimbaji hawa waimbe ule wimbo wa Musa na mwana kondoo. Bariki mkutano zima, tupe amani kwa kila mmoja. Hatujawasahau wote wa makanisa. Baba uwabariki. Wakuu wapa kazi ya kuhudumia kanisa, endelea kukumbuka na familia zao. Wakumbuke na wainjilisti wa vitabu, wakuu umewachagua kwa ajili ya kukutangaza na kukueneza. Wabariki na wainjilisti walei, wanaposimama mahali popote kukutangaza, ingia ndani yao, watawale, waongoze. Tunaamini utatenda makuu, ukileta amani na utulivu, katika jina la Yesu tuseme amina wote. Bwana awabariki sana.